Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba aiagiza Wizara ya Nishati kuongeza kasi ya kupanua mtandao wa usambazaji gesi asilia ili kukidhi mahitaji ya taifa. Na katika michezo, mkutano mkuu wa kamati ya utendaji ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF unatarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam Februari 13 ukiwa na lengo la kujadili maendeleo ya soka Afrika. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba ameiagiza Wizara ya Nishati kuongeza kasi ya kupanua mtandao wa usambazaji wa gesi asilia ili kukidhi mahitaji ya taifa. Hii hapa ni taarifa zaidi. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ameyasema hayo alipozindua kituo mama cha gesi asilia iliyosindikwa CNG cha Puma Energies kilichopo Salasala jijini Dar es Salaam, ambapo amesema iwapo kutakuwa na vituo vingi vya usambazaji, wananchi watapata nafuu ya gharama katika uendeshaji wa vyombo vya moto na matumizi mengine ya nishati, pamoja na serikali kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kuagiza mafuta. Tuharakishe kasi ya kupanua mtandao wa usambazaji wa gesi asilia ili kukidhi mahitaji ya Watanzania wote. Mheshimiwa Waziri, umeongea vizuri kwamba mnaendelea pia na utafutaji. Umetaja mpaka bonde la Wembere kule kijijini kwetu. Tuendelee kutafuta pia, tuongeze kasi pia katika utafutaji ili mwisho wa siku gesi hii iweze kuwa ndio nishati ya kawaida ya maisha ya kila siku ya Mtanzania. Mheshimiwa Dr. Mwigulu amesema kuwa uzinduzi wa mradi huo uliogharimu shilingi bilioni 13 unaakisi utekelezaji wa sera ya taifa ya nishati na dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, lakini pia inaendana na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan wa kuhakikisha rasilimali za nishati hususan gesi asilia zinatumika katika kuchochea maendeleo ya viwanda, usafirishaji na uzalishaji wa umeme. Hili ni jambo ambalo linawezekana. Na kwenye dira yetu ya maendeleo ya taifa 2050, hili ni moja ya lengo kubwa ambalo linaelekeza kukuza uchumi wa kijani na endelevu, ambalo linaenda sambamba na sera ya mazingira ya taifa ambayo inasisitiza matumizi endelevu ya rasilimali, na pia inaenda sambamba na malengo ya maendeleo endelevu yani SDGs, na hasa lengo namba 7 linalosisitiza upatikanaji wa nishati safi na nafuu. Kwa upande wake, naibu waziri wa Wizara ya Nishati Salome Makamba amesema kuwa moja ya maeneo yanayokuwa kwa kasi katika matumizi ya gesi asili ni sekta ya usafirishaji kupitia gesi asilia iliyoshindiliwa CNG, ambapo kwa sasa zaidi ya vyombo vya moto 15,000 nchini vinatumia CNG. Matumizi ya CNG yameonyesha manufaa makubwa, ikiwemo kupunguza gharama za mafuta kwa asilimia 40 mpaka 50 kwa kila kilomita, kupunguza uchafuzi wa mazingira na kuongeza maisha ya injini za magari. Kwa upande wa miundombinu ya CNG, hadi kufikia Januari 2026, nchini kuna vituo 11 vya kujazia CNG, ikiwepo hiki kilicho hapa leo. Kutoka jijini Dar es Salaam, Juma Mohamed, Channel 10. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amemkaribisha naibu katibu mkuu mpya wa wizara hiyo Nsubili Joshua na kuwataka viongozi na watumishi wa wizara kumpa ushirikiano wa dhati atakapokuwa anatekeleza majukumu yake ya kusimamia masuala ya utawala, huduma za hazina. Nsubili Joshua aliapishwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kushika wadhifa huo Ikulu jijini Dar es Salaam, na alilakiwa na viongozi pamoja na baadhi ya watumishi wa Wizara ya Fedha na kisha kuwa na kikao kifupi cha kumkaribisha kilichoongozwa na Waziri wa Fedha. Baada ya kupokea salamu za ukaribisho zilizotolewa na viongozi wakuu wa wizara hiyo wakiongozwa na Waziri Balozi Musa Omar, naibu katibu mkuu Nsubili Joshua ameahidi kuwa yuko tayari kushirikiana na wadau wa wizara
ili kumsaidia katibu mkuu kutimiza majukumu yake na kwamba yuko tayari pia kujifunza ili kufanikisha majukumu yake ipasavyo. Utaratibu wa sheria ya fedha, kuna masuala ya utaratibu wa sheria ya bajeti, kuna sheria ya fedha za umma na mengine yote ambayo yanaambatana na kuwa na dhima ile dhamana ya kuwa afisa masuli, tumsaidie vile vile ili aweze kuja kutekeleza vizuri. Otherwise, labda niongee kwa niaba ya wasaidizi wangu mimi moja kwa moja, manaibu waziri na mimi mwenyewe. Kwa dhati kabisa tunakukaribisha. Tumefurahi ile pengo la pale limejazwa na limejazwa na majina hayo ambayo wengine hawezi kuyatamka. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hilo, na ndugu Joshua sisi tunamfahamu Mheshimiwa Waziri. Tumefanya naye kazi kwa karibu akiwa pale kwenye Cabinet Secretariat. Sasa Cabinet Secretariat, Mheshimiwa Waziri, ukiachana na ile ya kuwa katibu wa baraza la mawaziri, sehemu ile, lakini hii ya utendaji ya kwetu ya ndani ndiko ambapo tumefanya naye kazi kwa karibu sana. Kuja kwenye sehemu ya watu, nitataka sana kujifunza kutoka kwenu. Ninachoomba ni support. Niko tayari kujifunza, niko tayari kushirikiana na wote. Mheshimiwa Waziri, nawe sio zamani sana, lakini najua umeshajua kinachoendelea kidogo. Na mimi niko tayari kwa ajili ya kusaidia PST na wengine wote. Serikali imeahidi kusimamia kwa ukaribu maendeleo ya kazi za mifuko ya jamii ili kuhakikisha inakuwa zaidi na kuleta tija tarajiwa kwa wanachama wake. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu, wakati akifungua mkutano wa wadau wa sekta ya kinga ya jamii jijini Arusha, akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Naomba nitumie fursa hii kuagiza wenyeviti wa bodi za management, bodi za wadhamini kufanya maamuzi sahihi katika uwekezaji wa fedha za wanachama. Mifuko iimarishe utoaji wa huduma, kuhakikisha kuwa taarifa za wanachama ziko sahihi na waajiri wote wanawasilisha michango kwa wakati kwenye mifuko husika. Itasaidia kuwaondolea usumbufu wanachama wakati wanapohitaji kulipwa mafao yao au fidia wanapoumia wakiwa wanatekeleza majukumu yao ya kazi. Naye mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba amesema kuwa hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri imekita nguvu, huku akisisitiza kuwa wote wanaoweza kuchangia wanapaswa kuwa sehemu ya mfuko wa hifadhi ya jamii kupitia NSSF, huku mkurugenzi mkuu wa PSSF Fortunatus Magambo akiwatoa hofu wanachama, akisema mfuko upo salama. Kwa upande wa thamani ya mfuko katika miaka ya hivi karibuni tumekuwa sana, zaidi ya mara 2. Lakini ilipofika Desemba mwaka jana 2025 tumefikia zaidi ya thamani ya shilingi trilioni 10.4. Na katika miaka 4 mfululizo tangia mwaka 2021-22 mpaka 2024-25 tumevuka lengo la ziada zaidi ya trilioni 1. PSSF sasa hivi ina thamani ya bilioni 13. Na bajeti yetu, makusanyo yetu kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 3 kwa mwaka. Kwa hiyo tunaendelea vizuri, mfuko uko salama, wanachama msiwe na wasiwasi. Mkutano huu umeambatana na uzinduzi wa sera ya taifa ya kinga ya jamii ya mwaka 2023 yenye lengo la kuimarisha usimamizi, ugharamiaji, wigo wa huduma, utoshelevu wa mafao na uratibu wa sekta, ambapo kauli mbiu ya mkutano huo ni kinga ya jamii kwa wote, msingi wa maendeleo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Seif Kombo amekabidhi mipira ya kusambazia maji kwa wananchi wa jimbo la Kojani iliyotolewa na mwakilishi wa jimbo hilo, na kusema kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho kubadilisha mfumo mzima wa maji ili kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma hiyo bila ya mgao. Taarifa ya Masanja Mabula kutoka Pemba inasomwa hapa studio. Akizungumza na wananchi baada ya kukabidhi mipira hiyo, Naibu Waziri wa Maji, Nishati na Madini Zanzibar, Seif Kombo,
amesema serikali ipo katika hatua za mwisho za kubadilisha mfumo wa maji na kuwawezesha wananchi kuondokana mgao wa huduma ya maji. Kufuatia maelekezo ya rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi, kufuatia na fedha ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshaitoa kuja kunako wizara yetu na kutuelekeza kutatua changamoto hii, mchikichi wetu wa 7.5 umo na utakuja ndani ya siku chache hapa mbele zijazo, kwa sababu tayari tushanunua na supplier analeta mashine 26 kwa ajili ya Pemba tu. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Hatibu Yahya ameahidi kuwasimamia viongozi wa majimbo kuhakikisha kuwa wanatekeleza ahadi zao kwa wakati, huku mwakilishi wa jimbo la Kojani Shame Ali akiomba kujengewa matanki ya kuhifadhia maji ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji bila ya usumbufu. Moto zote ambazo muliwaeleza kipindi cha kampeni, na ameahidi ifikapo miaka 3 changamoto hizi watazimaliza. Na mimi mkuu wa mkoa huu nitahakikisha sasa, na wahimiza mwakilishi pamoja na mbunge ili kuja kumaliza changamoto zinazowakabili. Kilio chetu kikubwa, tunakuomba uweze kutupatia tenki la maji lenye ujazo wa lita 1000 katika kijiji chetu cha Kojani. Lakini hata hivyo, na katika eneo letu la Kiu ni vema kabisa mkalichukua ili kuweza kuhakikisha kwa hapo tunapata tenki lenye ujazo wa lita 2,000,000. Tunapata maji yakitoka hapa. Kuna mji huko waitwa Mjiliki, huyu yalikuwa yanafika. Tulipotayarishiwa hii njia, ikabidi moja kwa moja ile mipira ikazikuliwa kwa kupitisha njia. Kwa hiyo kama wataalamu wanasema kwamba mashine ni ndogo, watu ni wengi, wamemeguka Mjiliki huyu, maji hayafiki. Jamabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetoa zaidi ya shilingi bilioni 109 kwa ajili ya usambazaji wa nishati ya umeme awamu ya pili kwa vitongoji 660 vya mkoa wa Tabora, ikiwa ni mpango wa serikali kuhakikisha kila kaya inafikiwa na nishati hiyo. Mwandishi wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora anaarifu zaidi. Baada ya kutamatika kwa zoezi la kuwatambulisha rasmi wakandarasi wa mradi ambao utatekelezwa hapa mkoani Tabora kwa serikali ya mkoa huu, na hapa mwakilishi wa mkurugenzi wa wakala wa nishati vijijini REA Bwana Musa Muzi anatoa taarifa kamili ya utekelezaji wa mradi huu. Wakandarasi hawa kwa miradi hii miwili watakwenda kukava vitongoji 608, na hii itapunguza na kufikisha idadi ya vijiji ambavyo vimekuwa covered katika mkoa wa Tabora itakuwa imefikia 75%. Mradi huu unategemea kufikisha miundombinu ya umeme katika vitongoji 660, na mradi huu unaanza rasmi tarehe 31 mwezi wa kwanza 2026 na utatekelezwa kwa miaka 3. Paul Chacha ni mkuu wa mkoa wa Tabora, anaeleza namna ambavyo serikali itatolea macho miradi hiyo na kwamba itahakikisha inakamilika kwa wakati na kwa viwango vilivyopangwa. Mheshimiwa Rais ametoa hela zote hizi shilingi bilioni 109, na anategemea kwamba lazima tutafanya kazi kama mategemeo yake jinsi yalivyo. Kwetu sisi ni usimamizi, na nikuhakikishie kaimu mkurugenzi mkuu kwa hapa, sisi tutasimamia. Kwa upande wake, meneja wa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Tabora, mhandisi Amina Ngimba, anatoa maelekezo kwa wakandarasi waliokabidhiwa utekelezaji wa mradi huo, huku wakandarasi wakitoa uhakika wa kukamilisha mradi kwa wakati na ubora unaostahili. Tutazikagua kazi zao vizuri, kama kazi zao zimekidhi standard na zimejengwa vizuri, basi watalipwa kwa wakati kwa sababu fedha zipo. We are grateful to be selected again. Tunashukuru kwa kuchaguliwa tena kuwa mkandarasi wa mradi huu wa kusambaza umeme vijijini katika vitongoji mkoani Tabora. Tunaahidi kutekeleza na kukamilisha mradi huu ndani ya muda wa mkataba na kwa kuzingatia viwango bora vya ubora kama ilivyokubaliwa. Lakini kama ninahakikishia kabisa
ndani ya miaka mitatu ambayo ya mradi tutakamilisha umradi kama hiyo miaka ilivyotajwa. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Serikali ya kijiji cha Rwamgasa wilayani Geita mkoani Geita imeanzisha ujenzi wa kituo cha magari ya abiria kufuatia msongamano mkubwa wa makazi ya watu na wafanyabiashara katika eneo linalotumika kwa sasa kama kituo cha muda. Undani wa taarifa hii anayo mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka huko Geita. Akitoa taarifa ya ujenzi wa kituo hicho mbele ya kamati ya siasa ya CCM tawi la Rwamgasa, afisa mtendaji wa kijiji amesema mradi huo umehusisha ununuzi wa eneo, ujenzi wa choo, ujenzi wa jengo la abiria pamoja na ofisi. Hadi sasa zaidi ya shilingi milioni 49 zimetumika kutoka mapato ya ndani na kwamba mradi huo utakamilika mwishoni mwa mwezi wa 3. Stendi wanayoitumia kwa sasa hivi kwanza ni finyu na iko kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo msongamano wa watu, msongamano wa magari ni mkubwa sana. Na wananchi watafaidika kufanya shughuli zao hapa. Maana unapoona hapa pembeni tayari kuna vibanda na ni mradi wa wananchi. Kulingana na mapato na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu kakijalia, hivyo haitakiwi kuendana na hali ya kukosa stendi ambayo ni muhimu. Kwa upande wao, waendesha bodaboda wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa kituo hicho kutawezesha kufanya kazi zao kwa urahisi zaidi na kuongeza fursa za kiuchumi. Naamini pale tuna eneo letu tutaweza kufaidika kwa sababu ile eneo ni pana. Itatusaidia kwa kuwa ni pana. Abiria wanashushwa hapo, sisi kazi yetu ni kubeba abiria, ni kupeleka kwenye majumba yao. Mbali na ujenzi wa kituo cha magari ya abiria, serikali ya kijiji cha Rwamgasa imefanikiwa kujenga ofisi ya kijiji iliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 60 ikijumuisha ununuzi wa samani za ndani. Tengana kwa ofisi hizi kuwa sehemu tofauti tofauti kumeongeza tija ya kuwatumikia wananchi au kuwawajibikia wananchi kwa kila sehemu tofauti na mwanzo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Chuo Kikuu cha Aga Khan kimejiwekea malengo ya ufuatiliaji wa wanafunzi waliomaliza katika ngazi mbalimbali chuoni hapo ambao tayari wako kazini ili kuweza kubaini endapo mitaala wanayotumia inaendana na mahitaji ya soko la ajira na kufanyia kazi endapo inahitajika kufanya hivyo. Akizungumza na Channel 10, mkuu wa chuo hicho Profesa Eunice Palangio amesema utaratibu huo umekuwa ukifanyika kila mwaka kwa kuwakutanisha wanafunzi wote na kuendesha mijadala ya kielimu yenye lengo la kuboresha na kubadilishana uzoefu kutoka maeneo mbalimbali ya kazi walikoajiriwa. Amesema mpango wa baadaye ni kuimarisha ushirikiano huo ili kiwe chombo halali ambacho kitaendeshwa kwa utaratibu, sio kwa upande wa elimu bali namna ya kuunganisha zaidi kati ya chuo na kile kinachotolewa kwa jamii. Kuimarisha kuwe na kama waimarike zaidi namna ya watakavyowasiliana zaidi, lakini iwe ni chombo kabisa zaidi tu ya ile kupanga tunakutana tu hivyo hivyo, lakini wawe wana tuseme Kiingereza wanasema formalized, yani manake kuwe na utaratibu maalumu mkubwa zaidi. Ambayo ni wakuu wa chuo natupa nafasi pia kuangalia vile wanafunzi wetu wameprogress tangu waondoke huku chuoni. Sasa utapata kama hapa vile hapa ndani utapata wanafunzi wetu wengi sana walipoingia, kama nikizungumza kuhusu Institute for Educational Development, waliingia kama walikuwa ni walimu wa darasa tu, classroom teachers. Ukiingia hapa sasa wengi wao ni principals, ni maofficers, wengine wanafundisha hapa kwenye universities. Nahisi kukuza wigo wa kozi ambazo wanazitoa, kuongeza idadi ya wakufunzi ili waweze kuongeza idadi ya wanafunzi, maana sisi tunasoma 2 tu darasani. Nadhani tungesoma hata 4 ingekuwa ni vizuri, kila mwaka wakawa wanatoka madaktari bingwa upasuaji 4 kutoka Aga Khan.
Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kupitia kamati tendaji inatarajiwa kufanya mkutano mkuu wake mnamo tarehe 13 mwezi huu jijini Dar es Salaam, ambapo utajadili masuala mbalimbali ya maendeleo ya michezo, mchezo wa soka hapa nchini. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Juma Mohamed. Akitangaza taarifa hiyo, waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda, wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo, amesema kuwa mkutano huo kufanyika nchini ni kutokana na uwekezaji mkubwa wa serikali katika sekta ya michezo, kuanzia miundombinu na timu mbalimbali za taifa. Rais wa CAF ndugu yetu Msepe amelizia kuja kufanya mkutano wake wa kamati tendaji hapa nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Na leo tunavyoongea tarehe 9, timu yake ya secretariat inaanza kuingia katika jiji letu la Dar es Salaam na tarehe 10, na mkutano wao huu utafanyika tarehe 13 hapa jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Hayati. Tumeona tuwape habari hizi njema kwa sababu ni fursa kubwa, lakini pia ni diplomasia iliyojengwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na kuiwezesha Afrika kuiona Tanzania ni moja ya nchi salama na yenye mchango mkubwa katika sekta ya mpira wa miguu, na kufikia hatua ya kuamua kuja kufanya mkutano wa kamati tendaji katika mji wetu wa Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya utendaji na upitiaji wa mambo yao na mipango yote ya michezo ya Afrika nzima kwa mwaka 2026. Katika hatua nyingine, Paul Makonda ameomba Watanzania kuiombea nchi yao ili waweze kutumia fursa mbalimbali zitokanazo na mashindano ya AFCON 2027 yanayotarajiwa kufanyika kwa ushirikiano wa nchi 3 za Tanzania, Kenya na Uganda kupitia Pamoja Bill. Ombi langu tu kwa Tanzania, tuendelee kuiombea nchi yetu ili tutafute njia bora zaidi ya kuvuna hizo opportunities zinazokuja. Kujiona, kila mtu anajiona anafaa. Yaani huwezi kuniambia mimi nikasema basi hatufai. Tunafaa sana. Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, ni Eden Bahati ndio aliyetulipotia habari hiyo na sio Juma Mohamed kama nilivyotambulisha hapo awali. Na taarifa hiyo inatukamilishia upande wa habari za kwenye upande wa taarifa habari. Vipunde utarudi tena kwa ajili ya kuangalia yale yaliyojili katika upande wa magazeti.